Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Ustadhi Ali Barnabas Mtewele. Ni mwalimu na msimamizi wa Madrasatul Dhinurain. Ipo hapa kwenye semina hii ya walimu, na tumeandaa hii semina kwa ajili ya kuandaa walimu wa madrasa ili waweze kutoa elimu sahihi kwa wanafunzi wale ambao wanawafundisha. Lengo hasa mwalimu kwanza zijitambue yeye na kuweza kuwafikishia wale watoto kila ambacho kinastahiki, na kuweza kulea jamii au umma au jamii ambayo itaweza kuendeleza kizazi cha Kiislamu kama mafundisho ya Uislamu yanavyosema. Kwa hiyo kufanya kazi yale ambayo anamfundisha mtoto, yeye mwalimu aanze kwanza yeye kuyafanyia kazi kabla ya mtoto kuyafanyia kazi. Kwa hiyo mwalimu hapa katika semina ambayo inaendelea hapa ndani ni semina ambayo inamwezesha mwalimu kujitambua na kufanyia kazi, awe kiigizo chema kwa jamii husika ambayo inamzunguka, lakini pia kwa wale watoto ambao anawafundisha. Ili watoto waweze kuiga kutoka kwake, ni lazima yeye aanze kuyatenda na kuyaishi yale ambayo anayafundisha kwanza. Ndio lengo la semina yetu. Kwa jina naitwa Ismail Marel, ni naibu mkurugenzi wa taasisi ya Crescent Foundation, lakini pia ni mtendaji mkuu wa taasisi ya Huda Foundation, ambao hawa taasisi mbili hizi ndizo zilizoandaa programu hii ya mafunzo kazini kwa walimu wa madrasa. Lengo kuu actually la hii program ni kama yosema kuwajengea uwezo wa walimu wa madrasa. Na mada ambazo tumeanza nazo, ambazo tushawasilisha na sasa hivi na tuendelee nayo, ni haiba na maadili ya mwalimu wa madrasa. Yaani mwalimu kujitambua yeye ni nani na nafasi yake katika jamii. Katika hayo kwamba mwalimu aone hadhi yake, heshima yake na nafasi yake katika jamii ni ipi. Ndio mada ambayo tumeanza nayo na inaendelea mpaka sasa hivi. Lengo kuu ni kumjengea mwalimu kujiamini na kutengeneza uthubutu baada ya kutambua hadhi yake na heshima yake na nafasi yake katika jamii. Atengeneze uthubutu sasa wa kuyafanyia kazi, na malengo mazima mbele ya safari ya semina hizi ni kufanya walimu hao waweze kuboresha vituo vyao vya madrasa ili waweze kuyatimiza malengo makubwa ambayo waliokuwa nayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kuwa na semina ya walimu na maimamu, walimu wa madrasa na maimamu kwa ujumla, kwa maana ni maduati wote. Hii semina ni semina elekezi ambayo itatusaidia kuenda na mazingira, lakini kurudi katika misingi yetu ambayo ni Qur'ani na Sunna. Na tabia semina kama hizi husaidia kuibua maalumati, lakini na kutukumbusha pale tunapokuwa tumesahau. Lakini kingine pia tunapata skills mpya za kuendana na jamii ambayo tulionayo sasa, lakini na wanafunzi ambao ni kizazi kipya hicho ambacho tunakiona. Kwa hiyo naamini baada ya semina hii matarajio yetu tutakuwa na mabadiliko makubwa mazuri, ambapo watoto wataweza kuwa na tuelewa vizuri zaidi, na tutazalisha kizazi kilichokuwa chema zaidi ya kule tulikokuwa. Maduati au madayati ambao hawakupata fursa ya kuhudhuria workshop. Naam, wito wangu kwa walimu wa madrasa wa kike na maduati, pindi watakapopata mialiko kama hii, wasizembee, yani wala wasidharau, waitike haraka sana, kwa sababu kuna mafunzo mengi mazuri ya kukabiliana na jamii, kwa sababu jana na leo ni tofauti. Watu tuliokuwa nao jana na akili zao na hisia zao ni tofauti. Hata mimi mwenyewe ninavyoangalia mathalan maduati tuliokuwa nao miaka ya nyuma, namna tulivyokuwa na tulionao sasa hivi, hao wapya ambao ni vijana wanachipukia sasa hivi, ni tofauti kabisa. Yani kwa hiyo kumbe kunahitajika maalumati. Maduati wapya wote utakuta akili zao ziko kwenye kutafuta,
lakini wale wa zamani akili zao ni kuelimisha. Kwa hiyo wote wawili hawa tunahitaji kupata elimu mpya, ujuzi mpya kwa ajili ya kuweza kukabiliana na jamii inayotuzunguka. Shukrani. Kabla hujamaliza, hili jambo ambalo linaonekana maduati ni watu mtalii, watu wanawachukulia poa. Wewe unalizungumziaje hili, na wengine kwa semina hii nini hasa ambacho matarajio yako? Naam, kuna dhana katika jamii. Dhana ya kwanza iko katika maduati wenyewe, na dhana ya pili katika majamii, kwamba maduati ni watu madhalili, ni watu wa chini sana. Hii dhana ni dhana sio sahihi, ni dhana potofu. Maduati ni watu wa juu sana, na ni watu wanatakiwa, ni watu wanatakiwa kuheshimiwa katika jamii, na sio watu wa kuonekana ni watu simple wepesi tu laini. Hapana, ni watu ambao wana nafasi kubwa, waheshimiwe na wenyewe pia wajiheshimu, ili kuweza kuipata ile radhi za Mwenyezi Mungu, na jamii kuwa ni jamii yenye kueleweka na kutambulika na kuheshimika zaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Kwanza namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupata nafasi kuhudhuria katika semina hii. Nawaombea kwa Mwenyezi Mungu wale ambao wameiandaa, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri, lakini ikiwezekana walete tena kwa mara nyingine, na wala isiwe mwanzo na mwisho, bali iwe ni mwanzo na kuendelea. Ama kwa hakika mafunzo yanayotolewa katika semina hii, mafunzo ambayo yanamhusu mwalimu wa madrasa, ni mafunzo muhimu sana, kwa sababu tunajua mwalimu ndio mrithi wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-ulamau warathatul anbiya'i, wanazuoni wakiwemo hao walimu ndio warithi wa mitume. Sasa ili waweze kupata huo urithi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakautendea vizuri, wanahitaji hawa kuwa na maelekezo, lakini kuwa na semina kama hizi ambazo tunazipata siku hii ya leo. Mwalimu kwa kweli ana hadhi kubwa sana na ana nafasi kubwa sana katika jamii, lakini pia ana nafasi kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa masikitiko tu makubwa, yani imekuwa kinyume chake. Walimu wengi wa madrasa wamekuwa ni watu wa chini sana, ni watu dhalili sana katika jamii, lakini hali ya kuwa wao wana nafasi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo semina hizi walilahi alhamdu zinatukumbusha walimu wote kwamba sisi tunatakiwa kujenga ile hadhi yetu, kwa sababu kwanza tuna nafasi kubwa, Mwenyezi Mungu kashatuweka hivyo. Sasa sisi tunatakiwa tuidhihirishe ile hali yetu katika jamii, tuweke zile taratibu zetu, tuweke mipaka yetu, lakini mipaka ambayo itapelekea kunyanyua ile hali yetu na kuidhihirisha ile hali ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwisha tupatia. Kwa hiyo kwa mafunzo haya tunataraji kabisa tukiondoka hapa, sisi ambao tumeipata hii semina, tutawafikishia na wengine. Tunataraji kwanza tutaenda kutenda vizuri kazi zetu, kazi za ualimu, kwa sababu kazi ya walimu imekuwa yani mtu anaingia darasani vile anavyojisikia yeye. Leo akikumbuka kwamba leo ndafundisha sira, basi akiingia tu anaanza kufundisha sira. Akijisikia leo fiqh, anafundisha fiqh. Tumekuwa hatuna utaratibu ule maalum, na kule kukosa utaratibu ule maalum ndio inapelekea na kuonekana kama kazi hii ni kazi dhalili, ni kazi ya unyonge. Lakini wallahi kazi hii ni kazi iliyokuwa tukufu, kwa sababu ni kazi ambazo wamefanya mitume. Sasa kwa utukufu wake tuende tukafundishe, lakini kwa kufata zile taratibu ambazo tunaelekezwa na wataalamu wetu, ikiwepo kuwa na mtiririko mmoja, kwa maana kuwa na mitaala, kwamba mwalimu asiingie kufundisha kile anachojisikia yeye. Kwa hiyo tuna matarajio makubwa kwamba tukitoka hapa tutakwenda kuboresha madrasa zetu, tutakwenda kubadilisha madrasa zetu kwa kufundisha, kwa kufata utaratibu uliokuwa mzuri, mpaka ipelekee pia hata wanafunzi wenyewe
waweze kutamani. Tunaulizwa maswali huku na walimu wetu wale wakufunzi kwamba hivi wewe kama mwalimu wa madrasa ulishawahi katika madrasa yako ukamuuliza hata mwanafunzi au wanafunzi darasani kwamba nani anatarajia au anapenda kuwa mwalimu wa madrasa atakapokuwa mkubwa? Kutokana hapa maswali kama haya wengi hatujawahi kuyatoa kwa sababu sisi wenyewe namna tulivyojiweka, tumejiweka katika hali ambayo hatuwatamanishi wala kuwavutia watoto, alafu watoto wale wakaona na mimi natamani nikija kuwa mkubwa basi niwe kama ustadhi fulani, niwe kama mwalimu fulani. Sisi wenyewe bado hatujaitengeneza hiyo hali. Kwa hiyo natarajia tukitoka hapa tutakwenda kuboresha, tutakwenda kutengeneza ili hawa watoto nao waweze kuvutiwa, aweze kuona kwamba na mimi natamani nikitoka hapa basi niwe hata kama mwalimu fulani. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa Shams Elmi, ni katibu mkuu wa taasisi ya The Nurain Islamic Foundation. Leo tupo hapa katika shule za Salama Secondary School katika ukumbi wa shule kukiwa na semina ya siku 2 ambayo inawahusu walimu wa madrasa na maimamu. Lakini maudhui kubwa katika semina hii ni mafunzo ambayo yatawasaidia walimu katika mbinu mbalimbali za ufundishaji, jinsi gani ambavyo wanaweza wakajenga haiba zao, jinsi gani ambavyo wanaweza wakajiendeleza kielimu na wakawa na skills tofauti za ufundishaji, hususan katika zama hizi ambazo mambo mengi yamebadilika na vijana wengi wanakuwa wanakimbia madrasa. Ni mbinu gani ambazo zinaweza zikatumika za kumfanya huyu kijana avutike na elimu ya dini, avutike na madrasa yake, na jinsi gani tunaweza tukamfanya huyu mwalimu akawa na haiba nzuri ya kielimu, ya kiwalimu, akawa na maalumati, lakini vile vile akawa na skills tofauti za ufundishaji, na jinsi gani ambavyo anaweza akafikisha elimu yake kwa njia sahihi kwa vijana wetu ambao kwa kiwango kikubwa sana wameathiriwa na elimu ya mazingira, kwa kiwango kikubwa sana wameathiriwa na mitandao ya kijamii. Ni zama tofauti kabisa na zama ambazo sisi tulisoma, ambazo zinahitaji huyu mwalimu wa sasa hivi awe na elimu sahihi ya jinsi gani ambavyo atataamiliana na watoto wa zama hizi za artificial intelligence. Anawezaje akafanya elimu yake ikawafikia wale vijana na wakaipenda na wakaitekeleza. Kwa hiyo mafunzo haya yanafanyika hapa kwa ajili ya kuwapa uwezo walimu wetu. Ukiangalia kwa muda mrefu kundi la walimu wa madrasa limekuwa ni kama likionekana kama kundi duni, kwa maana kwamba kiuchumi, kijamii na utamaduni kwa ujumla. Mafunzo haya yanamwezeshaje walimu katika maeneo kama haya? Ni kweli kwamba walimu wa madrasa wamekuwa wakionekana ni watu duni katika jamii, na jamii imekuwa ikiwachukulia kwa upesi sana, na hili ni swala mtambuka. Na katika warsha kama hii walimu wanabuunganisha fikra kuangalia sababu ni zipi. Je, sababu ni wao wenyewe au sababu ni jamii? Kulikuwa kuna mjadala mrefu na imeonekana kabisa kwamba inawezekana sababu ni mwalimu mwenyewe anavyojiweka, anavyojirahisisha, anavyojiona, anavyochukulia elimu yake kwamba ni kama duka, mtu anaweza kwenda kununua wakati wote, yani hampi heshima yake, hampi thamani yake, kwamba huyu bwana naye ana taratibu zake, ana mipango yake. Tumejirahisisha kwa sababu ya hali ngumu za kiuchumi. Kwa hiyo hapa warsha hii inataka kuangalia njia gani sahihi inaweza ikatumika ya kurudisha heshima kwa mwalimu wa madrasa bila kuathiri utumishi wake katika jamii. Mwisho kabisa, kuna walimu ambao hawajabahatika kupata semina kama hii maeneo mengine, lakini pia mwalimu unatoa gani kwao katika muktadha wa semina? Na kusema kweli semina kama hizi zina gharama kwa sababu unawakutanisha watu kutoka maeneo tofauti, kuanzia asubuhi labda wanahitaji kupata kifungua kinywa, watahitaji kupata chakula cha mchana, watahitaji kupata labda vitabu vya kuandikia. Of course wakufunzi takriban wanajitolea. Kwa hiyo semina hizi ni muhimu sana katika jamii yetu, na sisi kama Waislamu lazima tuchangie vitu kama hivi. Tunatoa nasaha kwa umma mzima wa Kiislamu, wafanya biashara wetu, watu ambao Allah kawafungulia, wajaribu kuwezesha semina kama hizi, kwa sababu wale wanaosoma katika zile madrasa ni watoto wetu. Elimu ile ambayo inadharaulika sasa hivi ni elimu ya dini tukufu ya Kiislamu. Lakini tunapokuwa tunazigaramikia hizi semina, na tukawa kuna program ya mwaka mzima, tukahama semina ikatoka hapa ikaenda mkoa, ikaenda wilaya nyingine, ikaenda vijijini, sasa tukachukua walimu kutoka vijijini, na maana tukifanya kama ni program ya mwaka mmoja, tunaweza tukaleta mabadiliko makubwa sana katika elimu ya madrasa katika mkoa wetu na katika nchi kwa ujumla. Kizazi changu adili, Allah uniku